911 kama hawatupokea basi nipigie mimi. Ni maneno ya kwake Harmonize baada ya kuonekana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa gym na anafanya mazoezi kwa namna moja au nyingine. Basi muonekano wake unaonekana kama vile ni bonge moja la bondia, moja kati ya mtu ambaye anaweza akafanya ulinzi sehemu fulani kabisa. Kwa hiyo amesema kama 911 hawatupokea namba ya wakati utakapokuwa unahitaji msaada basi nipigie mimi nje nitoe msaada. Basi kupitia ukurasa wake wa Instagram nimejaribu kupita ngoja kukuta kwamba kuna mwamba kutoka katika nchi ya Nigeria. Huyu wanamuita Maurice Sam. Ni mmoja kati ya mtu ambaye kwa hivi sasa anapiga sana nyimbo za Harmonize katika page yake. Na watu wengi wameshangazwa na jambo hili kwamba Harmonize kuendelea kumsupport na kuonyesha kwa namna gani ambavyo sasa hivi ni kama vile anagawana ustaa pamoja na mashabiki zake. Yule atakayemsupport naye pia ndio atakayemtag. Kwa hiyo ameweza basi kuwatag mashabiki zake katika page yake. Yani hakuna baya katika hili. Lakini pia kupitia ukurasa wake huo wa Instagram ngoma ya Me Too basi inazidi kukamata chart namba 1 kwa katika mitandao mbalimbali, lakini huku namba 2 ikiwa na Mario, namba 3 ikiwa ni kwake Furaha. Huku Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye akiwa anafuatiliwa kwa kasi sana katika nchi hii ya Tanzania. Me Too ni moja kati ya ngoma ambayo inaonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo muziki ukichukuliwa serious basi itawapa mantiki nzuri sana kupitia kazi zao, na wasanii wanaweza wakanufaika kupitia kazi hizi ambazo wamekuwa wakizifanya siku hadi siku. Lakini pia ngoma ambazo zimekuwa zikisikilizwa weekly, tunaweza kusema kwamba weekly kwa wiki, yani msanii ambaye amekuwa akitafutwa kwa wiki nzima, weekly top artist ambaye ni msanii ambaye yuko pale on top kwa wiki nzima, basi ni Harmonize anafuata Diamond Platnumz. Huko ni katika mtandao wa Boomplay, Harmonize ameweza kuiteka mtandao huu kwa nafasi moja au nyingine. Lakini pia jambo lingine ni kupitia gym ambayo Harmonize ni masaa machache amekuwa akionekana kupitia Instagram yake kuinua vyuma kwa hapa na pale kupitia page yake. Lakini kikubwa zaidi ni hichi ambacho unakiona katika screen yako kwa sasa kwamba Harmonize alikuwa amejaribu kufanya mazoezi ambayo ni zaidi ya lisali 1 na dakika 33. Ameweza kukaa hivyo kama unavyomuona kwamba kwa muda mrefu sana, kitu ambacho ni kigumu kwa watu wengi kuweza kutimiza masaa hayo, na wengi zaidi basi wakiwa wanadhani kwamba Harmonize kwa sasa hivi basi anakuwa ni mtu ambaye anafanya mazoezi ambayo ni tofauti na mazoezi mengine. Huyo sio yule Harmonize aliyetoka Chitoli, bali ni Harmonize aliyeishi Dar es Salaam na kufanya mazoezi katika gym mbalimbali, na mwisho wa siku anaweza kusustain mazoezi haya ambayo sio watu wengi wanaweza wakayafanya. Basi mimi ni haya tu ambayo nimeamua kukuletea katika muda huu, na hii ni Harmonize News. Bye bye for now.